Jana mmecheza mchezo wenu wa kimataifa dhidi ya Gaborone United, lakini mmeweza kutoka draw Bwana Kinyago, shabiki lialia wa wekundu wa Msimbazi. Unazungumzaje mchezo wenu wa jana kwanza mlivyocheza? Watu wanasema chukli. Ya kwanza nishukuru kwa kunipa nafasi hii. Kwa majina naitwa Juma Yusuf Masasi, maarufu Kinyago Tabata au Kinyago wa Simba, mzee wa ubaya ubwela. Kwa kweli swali zuri. Jana tulikuwa na mchezo mgumu na mchezo mkubwa sana. Naweza kusema tulikuwa tunarusha karata yetu kwa mara ya pili, ambapo mara ya kwanza tulirusha karata yetu tukiwa ugenini, tukatoka na ushindi wa goli moja, na jana tukawa pale Benjamin Mkapa ambapo ni viwanja vyetu vya nyumbani, tukarusha karata yetu kwa mara ya pili, tukapata ushindi wa sare ambao umetufavor Simba Sports kwa sababu tulipata goli la kwanza kule, na jana tukapata sare ambao sisi Simba Sports tukawa tumefuzu kwa alama nzuri kabisa pasipo na shaka. Lakini mchezo ulikuwa mgumu sana kwa kweli. Kinyago Tabata kwa mara ya kwanza naiona Simba ikiwa Benjamin Mkapa ikiteseka kwa mara, unaweza kwa mara moja au nyingine. Hatujai milikiwa na timu yoyote Benjamin Mkapa, kwa sababu Simba Sports tukiwa Benjamin Mkapa tunakuwa ni timu moja hatari sana na tunawaka sana. Awe timu yoyote ile ambayo inakuja kucheza na Simba Sports. Lakini kwa mara ya kwanza jana Simba Sports tumemilikiwa mpira. Ukiangalia kipindi cha kwanza tulikuwa low, wenzetu walikuwa juu, na kipindi cha pili pia tulikuwa low, wenzetu walikuwa juu kwa alama kubwa. Kila kitu walifanya wapinzani, lakini niwapongeze wachezaji wa Simba kwa kuendelea kupambana nao wale wapinzani hadi tukashinda kwa alama, kwa kugawana alama, na sisi Simba Sports tukawa tumefuzu kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo niwapongeze wachezaji kwa kupambana, na pia nipongeze viongozi wa Simba. Naweza kusema benchi la ufundi, lakini upande wa benchi la ufundi jana hatukuwa bora sana kutokana na mwalimu mgeni ambapo hajakaa na timu kwa muda mrefu. Mwalimu mkubwa ambapo Fadlu Davis ametoka kuondoka muda si mwingi, kwa hiyo timu ameiacha katika matanga, yani timu haijakaa sawa. Ukiangalia fitness coach naweza kusema hatuna kwa ujumla, kwa sababu ukiangalia wachezaji wanaanza kuwaka mara mwanzoni, wakifika baada ya dakika kadhaa wanakuwa wazito sana. Kwa hiyo nikiangalia mechi kadhaa toka pre-season hadi wamerudi, kweli tuna changamoto kubwa ya fitness coach. Natakiwa viongozi wangu wa Simba waingie sokoni kweli, kama saizi hivi wanavyopambana na kuingia sokoni kumtafuta mwalimu bora ambaye anaweza kutoa Simba hapa na kufikisha nusu finali kwenye malengo yetu ya Simba. Naamini na waomba kama Kinyago Tabata, shabiki wa Simba, na waomba viongozi wa Simba waingie pia sokoni kutafuta mwalimu fitness coach. Wachezaji wanaonekana yani wanachoka haraka, hawapambani, inaonekana kama kuna mazoea hivi kwenye club. Kwa hiyo fitness coach ambaye tunaye hivi sasa anacheka sana wachezaji. Kwa hiyo ndio maana wachezaji wanakosa kuwa wakatili kwenye baadhi ya matukio, japo wachezaji wamesajiliwa Simba kwa kujua kabisa wanaenda kufanya kazi, lakini wanaleta mazoea kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo game hadi game naona kwamba tuna mapungufu, hayapungui, yazidi kuongezeka. Hayapungui, kila siku yazidi kuongezeka. Kama Kinyago Tabata, kwa jicho langu binafsi siwezi kumlaumu kiongozi wetu wa Simba, ila nita doubt kwenye fitness coach ambapo Kinyago Tabata nitafocus na hapo. Kwa hiyo kwa mchezo wa jana, kikubwa tupongezane sisi mashabiki wa Simba ambao kila mtu shabiki wa Simba dunia nzima jana alikuwa anashikilia moyo wake wakati Simba Sports inacheza. Wakati ndio kwa mara ya kwanza kuona mashabiki wa Simba timu yetu ina perform, hususan kiwanja cha Benjamin Mkapa, lakini kila mtu kashikilia roho yake. Mimi nimebana mapaja mwanzo mwisho kwa sababu ya mechi ya jana. Kwa hiyo nipongeze kwa yale mavuno ambayo tumeyavuna, na pia nipongeze kwa ushindi ambao tumepata. Vinginevyo tungekosa ushindi, tumecheza vibaya lakini tumekosa ushindi, ingekuwa majonzi makubwa, na ndio ingekuwa Simba ndio timu ya kwanza kimataifa kwa hivi sasa, au raundi za hivi sasa kuaga mashindano. Kwa hiyo nipongeze, hatujaga mashindano, bado tupo. Kikubwa tuone madhaifu mengi ambayo yametokea jana kuyafanyia kazi kwenye mechi ambazo zinafuata za kimataifa. Kuanzia wachezaji wenyewe kwa wenyewe wajue kabisa kama mmoja wa Simba Sports hawajaja kuuza sura, wamekuja kufanya kazi, na pia uongozi wa Simba wajue kabisa tuna mahaba au tuna ukame wa fitness coach, na tusajiliwe mwalimu kwa haraka iwezekanavyo ili kusudi aweze kuiona Simba yake na ajue kabisa kimataifa tunafanya nini. Je, tunaenda kufanya mazuri au tunaenda kufanya mabaya? Lakini target ya uongozi wa Simba safari hii tufike nusu finali ya ligi ya mabingwa. Kama msimu jana tumecheza finali ya shirikisho, safari hii tunahitaji kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa. Lakini Kinyago Tabata kwa timu ambayo tunavyoiona
endapo tutapata fitness coach kwa haraka na kocha tukampata kwa haraka zaidi shairi, uwezo wa kufika nusu finali tunao, na uwezo wa kufika kucheza finali ya ligi ya mabingwa tunao, kutokana na uwezo wa wachezaji. Tuna wachezaji wazuri ambao kila mchezaji ana kitu, lakini ili kusudi apate hicho kitu lazima kuwe na fitness coach ambaye ni katili, ambaye pia tupate coach ambaye katili kweli kweli, awe mkatili kuliko Tafaru Davis, asicheke na mchezaji yoyote kwenye kugawa majukumu, agawe majukumu pasipo kumwangalia yule nani, pasipo kumwangalia yule nani, na wao wakali kweli kweli, kwanza kwenye viwanja vya mazoezi mpaka kwenye mechi kama hizi za maamuzi, kuliko sisi mashabiki tunateseka na tunahisiani homa. Jana wengi wameumwa sana kutokana na kikosi jana kivu kina perform. Kwa hiyo Kinyago Tabata niwaambie wana Simba, tuna timu lakini hatuna mwalimu wa kuweza kuwa coach wachezaji. Ukiangalia kama mechi mechi karata yetu kwa mara ya kwanza Benjamin Mkapa tumecheza mechi ya ligi, ukiangalia wachezaji wanaenda kufanya warm up hawana mwalimu. Kwa kweli niumiza sana, nikajua kabisa wachezaji wanawekezana wenyewe kwa wenyewe, bwana tufanye hiki zoezi, tufanye zoezi. Kwa hiyo pale tukaona kabisa kuna shida. Kwa hiyo hizi mechi mbili ambazo tumepitia wakati mgumu tuziangalie vizuri kama uongozi, na pia tutumie nafasi hii kwa kusajili haraka iwezekanavyo kocha mkuu na pia fitness coach. Naamini kabisa tutakuwa vizuri, kila mwana Simba atafurahia kuona Simba yake. Kwa namna ambavyo timu inacheza sasa, unafikiri inaweza kuleta matumaini yoyote? Ya pasipo na shaka, kwa inavyocheza matumaini yatakuwa yanazidi kuwa madogo kila siku, kwa sababu ukiangalia mimi naona mwalimu kukosekana ndo wachezaji kutofanya vizuri, kwa sababu hawahimizwi, japo wao wenyewe wanalipwa mishahara mizuri na wanajua kabisa wameenda Simba kufanya kazi, lakini hawafanyi kazi pasavyo kutokana na kutokuwa na mwalimu ambaye anaweza kuwahimiza. Unajua wachezaji kama wanafunzi tu wa shule ya msingi au sekondari, usipomwambia bana leo mtihani una muhimu kafanya vizuri, usipomcoach au usipomuhimiza au kumhamasisha hafanyi. Kwa hiyo nitegemee kuona mwalimu kwa haraka iwezekanavyo, na pia fitness coach haraka iwezekanavyo, na mimi Simba itakuwa vizuri kabisa. Kikubwa sisi mashabiki tuwe na uvumilivu, na pia tuwezidi kuombea dua timu yetu, na tuzidi kuombea dua viongozi wetu ambao wanapambania kuwalipa wachezaji mishahara, na wachezaji pia wazidi kuona wana deni kubwa kwa mashabiki. Tumescan jezi kwa haraka iwezekanavyo, ni mazumuni kusudi kuwapa mileage wachezaji, waone kabisa kwamba uongozi wa Simba au mwekezaji wa Simba Bwana Jeruti amefanya biashara kubwa ya jezi. Ni ana mazumuni kufanya biashara baada ya kuona matunda ya kikosi chetu kilivyokuwa kule Misri. Usajili tu tunausikia kwenye makaratasi, tukajua kabisa tuna timu ya kuleta ushindani. Kwa hiyo tukafanya tukanunua jezi kweli kwa wingi kweli, kama msemaji wetu wa Simba alivyohamasisha na Simba wanunue jezi, na kweli wamenunua jezi. Kama unavyoona tumefanya jezi biashara kweli hadi bosi wetu Jeruti ameenjoy. Kwa hiyo kama tumefanya biashara ya jezi, wachezaji mjue kabisa kama washabiki wa Simba wamenunua jezi kwa wingi kwa sababu ya mileage ya kikosi chao au matumaini ya kikosi chao, kwamba kama msimu jana kimecheza finali ya ligi ya shirikisho, safari hii tutacheza finali ya shirikisho ya ligi ya mabingwa pasipo na shida. Kwa hiyo wachezaji kazi kubwa kuangalia mahitaji ya mashabiki wao wanataka nini. Wakijua hilo